Naam, jana tulisoma al-a'malu wat-ta'atu fi al-ashri min dhil-hijja. Ibada na matendo mbalimbali yanayofanyika katika kumi hili la kwanza la Dhul-Hijja wa ayami tashriq. Kwa tumesoma ibada ya hajj na kwamba ndio ibada kuu inayofanyika katika kumi hili la kwanza la Dhul-Hijja, na manasiki zake zinaendelea katika ayyam at-tashriq. Kadhalika na ibada ya udhuhiyya, kuchinja udhuhiyya. Kadhalika na ibada ya kufunga katika haya masiku. Yustahabbu al-iktharu min as-siyami fi hadhihi al-ayyam, inapendeza kukithirisha kufunga katika haya masiku. Na tulitoa maelezo jana kwamba yustahabbu al-ikthar, inapendeza kukithirisha na sio kukamilisha siku 9 kwa kufunga, sababu siku ya 10 inafahamika ni siku ya Idi, sio siku ya kufunga. Kwa siku za kufunga ni 9, kuanzia 1 mpaka 9, na inapendeza kukithirisha kufunga siku 7, siku 5, siku 6. Ahamu shay ukithirishe, kwa maana katika hizi 9 utakazofunga ziwe nyingi kuliko utakazoachia. Na udhuhiyya tukawa tumeiacha jana, tukasema tutakuja kutoka nayo leo kwa sababu inahitaji maelezo kidogo. Anasema Sheikh hafidhahullah ta'ala, wal udhuhiyyatu wajibatun ala ar-rajihi lilqadiri alaiha, na kuchinja udhuhiyya. Wal udhuhiyyatu ay dhabhul udhuhiyya, kuchinja udhuhiyya, kuchinja mnyama wa udhuhiyya. Wajibatun ala rajih, ni ibada ya wajib kwa kauli yenye nguvu. Ala rajihi, kwa kauli yenye nguvu. Lilqadiri alaiha, kwa mwenye uwezo wa kuchinja kwa mwenye uwezo wa kuchinja. Biqaulihi ta'ala, kwa kauli ya Allah tabaraka wa ta'ala, anasema fasalli lirabbika wanhar, swali kwa ajili ya Mola wako na uchinje kwa ajili yake. Kadhalika kauli ya Allah tabaraka wa ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la. Kauli ya Allah tabaraka wa ta'ala kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, qul, sema ewe Mtume, kuambia watu hao, inna salati, hakika swala zangu, wa nusuki, na ibada zangu nyinginezo ikiwemo ibada za kuchinja, wa mahyaya, na yale yote ninayoyafanya katika uhai wangu, wa mamati, na yale ninayokufa nayo katika matendo mema na imani, lillahi rabbil alamin, yote hayo ninayafanya kwa ajili ya Allah, Mola mlezi wa viumbe vyote, la sharika lahu, ambaye hana mshirika. na nyinginezo katika ayati ambazo
ni dalili za ibada ya kuchinja, na kwamba unapochinja Muislamu unatakiwa uchinje lillahi rabbil alamin, unamchinjie Allah subhanahu wa ta'ala. Unachinja, kuna uchinjaji wa ada, uchinjaji wa ada wa kawaida, yani uchinjaji tu wa kitoweo. Nakusudia kwamba leo nataka nifurahishe nafsi yangu na watoto wangu, familia yangu. Ukamshika mbuzi ukamchinja mbuzi wako, ukamchinja, au ukamnunua ukamchinja. Uchinjaji wa kawaida, ikiwa ni nyama tu na kitoweo cha nyumbani. Au mgeni amekuja, baada ya kujiliwa na mgeni, ukaamua kumkirimu mgeni, kushika kuku ukamchinja kuku, au mbuzi ukamchinja mbuzi, ikraman lidhaif, kwa kumkirimu mgeni. Hii bado inaingia katika uchinjaji wa kawaida. Ni uchinjaji wa kawaida wa kitoweo kwa ajili ya kuwafurahisha na kuwakirimu, ima ni wageni au watu wa nyumbani kwako, watoto na wake zako na wale wote ambao wako chini yako. Uchinjaji huu ni uchinjaji wa kawaida, lakini mtu unaweza ukapata thawabu iwapo utakusudia kuchinja lillahi rabbil alamin. Unachinja kwa ajili ya Allah taabudan, yani kwa kile kitendo cha kumwaga damu unachinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na unataraji malipo kwa Allah tabaraka wa ta'ala kwa hicho kitendo cha wewe kuwakirimu watoto, familia yako na wageni kwa hicho kichinjwa. Ukanuia kutaraji thawabu kwa Allah tabaraka wa ta'ala, inakuwa ni uchinjaji ambao una kheri na una thawabu ndani yake. Ama uchinjaji wa kiibada moja kwa moja ni uchinjaji kama udhuhiya. Huu ni uchinjaji wa kiibada. Kadhalika uchinjaji wa aqiqa nimekuja katika sunna. Kwa hivyo mtu asije kaona kwamba akiwa amejiwa na mgeni akamchinjia kuku basi akaona kama mfanya shirki. La, yule ni uchinjaji wa kawaida kwa ajili ya kumkirimu tu mgeni, kama unavyochinja kuwachinjia familia yako, unawakirimu na unawafurahisha familia yako. Lakini unatakiwa wakati wa kuchinja utarajie malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kitendo cha kuwakirimu watu wako. Kwa hivyo Sheikh anasema udhuhiya ni wajib kwa kauli yenye nguvu, na pia Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man kana lahu sa'atan, atakayekuwa na uwezo wa kuchinja, walam yudhahi, kisha akawa hajachinja, fala yaqrabanna musallana, basi asikurubie tunaposwalia swala ya Idi. Mtu yeyote atakayekuwa na uwezo wa kuchinja udhuhiya, ambayo ni uchinjaji wa kiibada moja kwa moja kama tulivyoeleza, hali ya kuwa na uwezo wa kuchinja lakini akaacha kuchinja makusudi, basi pale tunaposwalia swala ya Idi asisogee kabisa. Fala yaqrabanna musallana, asikurubie kabisa kwenye mswala wetu. Hadithi hii ameitoa Imam Ibn Majah na ni hadithun hasan. وأجمع العلماء على مشروعية الأضحية، na maulama wamekubaliana juu ya kwamba kuchinja udhuhiya ni ibada ya kisheria. Kuchinja udhuhiya ni ibada ya kisheria, na wakatofautiana. Baada ya kukubaliana kwamba kuchinja udhuhiya ni ibadatun mashru'a, ni ibada ya kisheria, thumma ikhtalafu, kisha wakatofautiana, hal huwa wajibun au sunna,
wakatofautiana katika sehemu hii. Je, uchinjaji wa udhuhiya ni wajib au ni sunna? Wakatofautiana kwenye kauli mbili. Kauli ya kwanza ndio hii aliyokwenda nayo Sheikh, amerajihisha aliposema ala rajih, ni ishara kwamba masala hii ina khilafu kwa wanachuoni. Kwa yeye amerajihisha kauli hii ya kwanza inayosema kwamba kuchinja udhuhiya ni wajib kwa yule mwenye kuweza, kwa maana akiacha kuchinja ya'tham, anapata dhambi, mwenye uwezo. Kwa maana kauli hii ni kauli ya Hanafia, kauli ya madhhab al-Hanafia, ndio wamepita hivyo kwamba kuchinja udhuhiya ni wajib. والقول الثاني na kauli ya pili, annaha sunnatun muakkada, kwamba kuchinja udhuhiya ni sunna yenye nguvu, ni sunna iliyotiwa nguvu. wa huwa qawlu al-jumhur, na hii ni kauli ya jamhurul ulama min al-malikiyyati wash-shafi'iyyati wal-hanabila. Kauli ya pili ni kwamba kuchinja udhuhiya ni sunnatun muakkada, ni sunna ambayo imetiwa nguvu, na hii ni kauli ya jamhuri. Na hii kauli ya jamhuri ndio aqrabu ila sawab, ndio kauli ambayo ipo karibu sana na usahihi, kama wanavyopita hivyo pia maulama akiwemo al-Imam Ibn Uthaymin, kadhalika al-Imam Ibn Bazi na wengineo rahmatullahi ta'ala alayhim, kwamba kuchinja udhuhiya ni sunnatun muakkada na sio wajib. Wa waqtuha min ba'di salati Eid al-Adha, Sheikh anasema na wakati wake, yani wakati wa kuchinja udhuhiya, yani wakati wa mwanzo wa waqtuha. Hapa nazungumzia waqtuha al-ula, wakati wake wa mwanzo kuchinja udhuhiya, min ba'di salati al-Eid, min ba'di salati Eid al-Adha, wakati wake wa mwanzo unaanza baada tu ya sala ya Eid al-Adha, ila akhiri ayami at-tashriq, mpaka mwisho wa masiku ya tashriqi, mpaka mwisho wa masiku ya tashriqi, masiku ya kuanikia nyama, athalitha ashara, ambayo ni siku ya tarehe 13 min dhilhijjati, katika mwezi huu wa Dhulhijja. Wa hiya min afdalil a'mali, nayo ibada ya kuchinja, wa hiya ay dhabhul udhiya, kuchinja udhuhiya, min afdalil a'mali, ni miongoni mwa matendo bora, as-salihati, yaliyokuwa mazuri, fil ashri, yanayotendeka na kufanyika katika 10 la kwanza la Dhulhijja. Kwa hiyo katika afdalul a'mali as-saliha, katika bora ya matendo mema yanayofanyika katika hili 10 la kwanza la Dhulhijja na ayamu tashriq, baada ya hajj inafuatia dhabhul adahi, kuchinja wanyama wa udhuhiya. Na wanyama wanaochinjwa ni bahimatul an'am, tudaha bahimatul an'am, wanyama wanaochinjwa kisheria kwamba hii ni udhuhiya ni bahimatu al-an'am. Na unaposikia bahimatu al-an'ami, kama tutakavyoona aya inayokuja mbele hapo, wanakusudiwa al-ibilu wal-baqaru wal-ghanam, ngamia, ng'ombe na kondoo na mbuzi. Mbuzi na kondoo ni jamii moja, pamoja na kwamba ni jinsia mbili tofauti, lakini jamii moja.
Na wanasema ahlul ilmi yajuzu tashriku fil ibli wal baqari sab'an, inafaa kushirikiana watu 7 kumnunua ngamia na watu 7 kumnunua ng'ombe. Watu 7 wakachanga wakapata pesa ya kumnunua ngamia, inafaa kisheria, wakamchinja, wakagawana nyama, kila mmoja akachukua fungu lake. Katika lile fungu atakalochukua atakula sehemu, na sehemu nyingine atawegeia majirani na atawegeia masakini. Kadhalika na ng'ombe hivyo hivyo, wakikusanyika watu 7. Kwa hiyo wanaochinjwa ni ngamia au ng'ombe au mbuzi na kondoo. Na kuna masharti ya katika uchinjaji katika hawa wanyama, hebu tuyaandike, tuyazingatie. Na masharti hayapo hapa. Masharti yamegawanyika sehemu mbili. Kuna masharti yanamhusu mchinjaji, hii ni sehemu ya kwanza. Masharti yanayomhusu mchinjaji, sehemu ya kwanza hiyo. Sharti la kwanza al-Islam, Uislamu. Ili mtu akubaliwe ibada yake ya kuchinja udhuhia, ni sharti awe Muislamu, kwa sababu Allah tabaraka wa taala hawakubali isipokuwa Waislamu. Kwa sharti la kwanza al-Islam. Athani al-ikhlas, sharti la pili ni ikhlas. Mchinjaji ni sharti awe na ikhlas, anachinja lillahi rabbil alamin, uchinje kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Hilo sharti la pili. Sharti la tatu al-iqama, al-iqamatu, uwenyeji. Kwa maana mchinjaji ili kuchinja kwake yeye kuwe ni wajib kwa kauli ya wanaosema ni wajib, au kuwe ni sunna kwa wanaosema ni sunnatun muakkada, ni sharti awe ni mkazi, asiwe msafiri. Kwa maana msafiri tasqutu anhu, na hii ni kauli ya jamhurul ulama, kama vile ambavyo tasqutu anhu salatul jumaa, swala ya Ijumaa inaanguka kwa msafiri, kadhalika dhabhul udhiyah. Lakini akitaka kuchinja msafiri la basi, akitaka kuchinja msafiri hakuna shida tayari, kwa sababu lengo la kuweka sharti hili maulama wanasema kumwondolea mashaka, kumwondolea uzito msafiri. Sababu msafiri kwanza ana dharuba za safari. Sasa ikiwa sasa atalazimika kuchinja, bado kutakuwa kuna uzito kwake. Kwa akihisi yeye haoni uzito akachinja, fabiha wa ni'ma. Sharti la 4 alqudratu almaliya, uwezo wa kimali. Ili mtu aweze kuchinja ni sharti awe na uwezo wa kuchinja, uwezo wa kimali, kama tulivyosema, na uweza kumiliki pesa ya kununua mbuzi, kwa sababu mbuzi mmoja kwa mtu mmoja. Haifai kushiriki, yani haifai kushirikiana watu wawili kwa mbuzi mmoja, hata kama mbuzi wa Kimasai. Wengine, shehe, kuna mbuzi wale wa Kimasai wale anafika hapa, hata kama ni mbuzi wa Kimasai anafika hapa, sawa? Maana kuna mambuzi wengine wakubwa utadhani ng'ombe, lakini maadamu ni jinsia ya mbuzi, huyu anaitwa kuwa ni nani? Ni mbuzi, anatakiwa achinje mtu huyu mmoja. Haifai kushirikiana watu wawili kwenye mbuzi, hata kama ni mbuzi wale wa Kimasai. Na kondoo kadhalika, ambaye imekuja kufaa kushirikiana ni ng'ombe na ngamia basi. Sharti la 5 albulughu wal aqlu, ni sharti awe mebaligh na ana akili timamu. Huyo mchinjaji ni sharti awe amebaligh na ana akili timamu. Kwa hakuna kuchinja udhuhia kwa mtoto mdogo au mtu mwendo wazimu, haambii kwamba chinja udhuhia.
Sharti la sita, alhurriya, inatakiwa mchinjaji awe ni mtu huru, muungwana, asiwe mtumwa. Alhurriyatu, uungwana, kwa maana mchinjaji ni sharti awe muungwana, kwa maana asiwe mtumwa, kwa sababu mtumwa yeye na alichonacho ni mali ya bwana wake, ni mali ya bwana wake, na haruhusiwi mtumwa kufanya chochote katika mali zake isipokuwa kwa idhini ya bwana wake. Haya ni masharti sita yanamhusu mchinjaji. Sehemu ya pili, masharti yanayokihusu kinachochinjwa. Masharti ya kinachochinjwa, yani mnyama. Hii ni sehemu ya pili ya masharti, masharti ya kile kinachochinjwa. Sharti la kwanza, an takuna bahimatal an'ami, an takuna bahimatal an'ami. Kichinjwa ni sharti kiwe ni mnyama katika wanyama wanaokubalika kisheria, ambao tumesema ngamia, ng'ombe, mbuzi au kondoo. Hawa ndio wanyama wanaochinjwa udhuhia. Sijui kauliza sasa, unasemaje sheikh, kuna wale mbuzi wa porini? Unakusudiwa mbuzi wa kufugwa. Sharti la pili, an tablugha as-sinna al-muhaddada shar'a, mnyama afikie miaka iliyowekwa kisheria. Sharti la pili, mnyama anayechinjwa ni sharti an tablugha, afikie as-sinna al-muhaddada shar'a, miaka iliyowekwa kisheria, yani iliyowekwa na sheria. Usimchinje mnyama ambaye yupo chini ya miaka iliyowekwa na sheria. Na sheria imewekaje na imepangilia vipi miaka ya wanyama hao? Ni kama ifuatavyo. Ngamia ni sharti au ametimiza miaka 5. Ngamia, an tablugha as-sinna al-muhaddada shar'an, mnyama afikie miaka iliyowekwa na iliyopangiliwa na sheria. Ngamia awe na miaka 5. Ng'ombe awe ametimiza miaka 2. Usimchinje ngamia ambaye ana miaka 4 au 4 na nusu. Hakikisha awe ametimiza miaka 5. Kadhalika ng'ombe usimchinje aliye chini ya miaka 2, au ametimiza miaka 2. Yani huu ndio umri ndo miaka ya kwanza, ama ya kuendelea huko hakuna ukomo. Ng'ombe mwenye miaka 9, miaka 10, hiyo haijalishi, kinachoangaliwa ni miaka ile ya mwanzo. Usimchinje ng'ombe ambaye yupo chini ya miaka 2. Mbuzi au ametimiza mwaka 1. Mbuzi au ametimiza mwaka 1. Kadhalika na kondoo au ametimiza mwaka 1 au miezi 6. Mbuzi ni sharti au ametimiza mwaka 1 na ameingia mwaka wa 2. Kadhalika na kondoo au ametimiza mwaka 1 na ameingia mwaka wa 2. Au kondoo anatofautiana na mbuzi kidogo. Kondoo inafaa kumchinja mwenye miezi 6, yani aliyetimiza nusu mwaka. Kondoo aliyetimiza nusu mwaka inafaa kumchinja udhuhia, lakini mbuzi aliyetimiza nusu mwaka la, mpaka atimize mwaka mzima. Hili ni sharti la pili. Sharti la tatu, an takuna khaliyatan min al-uyubi al-mani'ati, an takuna khaliyatan min al-uyubi al-mani'ati, mnyama huyo awe ameepukana na kasoro, awe ameepukana na kasoro.
au ameepukana na kasoro ambazo zinaziwia kukubalika mnyama huyo, kama vile mgonjwa, antakuna khaliyatan min aluyubi almaniati, au ameepukana na kasoro ambazo zinapelekea kutoka kukubalika mnyama huyo, kama vile mgonjwa. Usichague mbuzi mgonjwa amekondeana ndio namchinja udhuhia, unawacha wazima. Au mbovu wa mguu au chongo, jicho lake moja bovu na mfano wake. Chagua mnyama ambaye ni wasat, saizi ya kati, mzima, ndio mtoe mchinje udhuhia. Kwa katika kununua wanyama pia muwe makini katika kuwachagua. Sharti la 4, an takuna mamlukatan lilmudhahi, mnyama huyo awe ni milki ya mchinjaji, awe ni milki ya mchinjaji, au maadhunan lahu fiha, au awe ameidhiniwa kuchinja mnyama huyo. Sharti la 4, an takuna mamlukatan lilmudhahi, inatakiwa mnyama huyo awe ni milki ya yule mchinjaji, au ameidhiniwa kuchinja, kama tulivyoona jana, wakili au wasii ameidhiniwa kuchinja, lakini inatakiwa awe mnyama huyo ni milki yako. Unamchinja udhuhia huyo mbuzi, je, ni wa kwako shekhe? Ndiyo, ni wa kwangu. Basi imetimia sharti. Hapana, huyu mnyama si wa kwangu, lakini nimeambiwa na shekhe nifanye nimchinje. Sharti la 5, alla yataallaqa biha haqqul ghairi, mnyama huyo asifungamane na haki ya mtu mwingine, asifungamane na haki ya mtu mwingine. Alla yataallaqa biha haqqul ghairi, mnyama huyo asifungamane na haki ya mtu mwingine. Kwa maana asifungamane na haki ya mtu mwingine asiyekuwa huyu mchinjaji. Kivipi? Wanapiga mfano, fala yasihu bilmarhun, haifai kumchinja udhuhia mnyama ambaye yupo rehani. Mtu kaja kuweka wanyama wake, kuwekeza kwako rehani tayari, ili umsaidie kitu, kaleta wanyama kama rehani, umpe pesa 200,000 au 500,000, milioni, akakwambia kana hawa wanyama rahnan, nipe 1,000,000 biidhnillah, baada ya miezi 3-4 nitakurudishia 1,000,000 yako, nachukua wanyama wangu. Hii rehani ni muamala ambao unafaa kisheria tayari. Sasa wale wanyama ambao utakaokuwa umewahifadhi wewe unawatunza na kadha, hiyo ni dhima, uko kwenye dhima yako, hiyo ni mali ya mtu, iko chini ya uangalizi wako kama rehani, huruhusiwi kuwachinja, hajakuletea ili ufanyaje, uwachinje. Kwa pia udhuhia haifai kumchinja mnyama wa sampuli hiyo, kwa sababu si wa kwako. Huyo mnyama si wa kwako, ni haki ya mtu mwingine. Sharti la mwisho, an yudhiya biha fi alwaqti almuhaddadi. Sharti la 6 na la mwisho, kwa mnyama huyo achinjwe, yani mchinjaji amchinje huyo mnyama fi alwaqti almuhaddadi shar'an, ndani ya wakati uliopangwa na sheria. An yudhiya biha fi alwaqti
almuhaddad shar'an, inatakiwa mnyama huyo amchinje ndani ya wakati uliopangwa kisheria, na wakati ndio kama tulivyosoma hapa, wakati wake unaanza min ba'di salati al-Eid, baada ya kumalizika swala ya Eid, unaendelea mpaka siku ya tatu, yani siku ya 13, siku ya 13 baada ya kuzama kwa jua. Baada ya kuzama kwa jua siku ile ya 13 tayari muda wa kuchinja udhuhia unakuwa mfanyaje, umekwisha. Kwa maana hiyo kuchinja udhuhia kunachukua siku ngapi? 4. Kunachukua siku 4. Kuna siku ile ya mwanzo yaumul Eid, yaumun nahri, ambayo ndio siku ya mwanzo kabisa ya kuchinja, alafu na 3 ayyam, siku 3 ambazo zinaitwa ayyamu tashriq. Tayari? Naam. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema katika maneno yake, man dhaha qabla as-salati, atakayechinja kabla ya swala ya Eid, fa innama dhabaha li nafsihi, huyo atakuwa amechinja kwa ajili ya nafsi yake. Atakayechinja kabla ya swala ya Eid, huyo atakuwa amechinja kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe, kwa maana hatopata ujira katika udhuhia. Kwa sababu gani? Amechinja nje ya wakati wake. Wa man dhabaha ba'da as-salati, na atakayechinja baada ya swala, faqad tamma nusukuhu, ibada yake ya kuchinja itakuwa imetimia. Atakayechinja baada ya swala, huyu maana yake amepatia ibada hii ndani ya wakati wake, basi ibada yake ya kuchinja itakuwa imetimia. Wa aswaba sunnata almuslimin, na atakuwa amepatia sunna ya Waislamu. Hadithi ametoa Imam al-Bukhari kadhalika na Imam Muslim, inaonyesha kwamba muda wa kuchinja ni baada ya swala. Kwa hiyo usije ukachinja kabla ya swala kwamba ukirudi kuswali unakula nyama, la. Ukirudi kuswali ndio unatakiwa ukachinje, kisha ndio ule nyama. Sasa kadhalika katika kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, man dhabaha qabla as-salati fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi. Katika lafdhi nyingine, atakayechinja kabla ya kuswali swala ya Eid udhuhia, basi hicho ni kitoweo tu, amewachinjia familia yake. Walaysa minan nusuki fi shay, hapati ujira chochote katika udhuhia. Katika udhuhia hatopata ujira. Kwa sababu gani? Amechinja nje ya wakati. Idhan hiyo ni udhuhia, na hayo ni maelezo mafupi ya udhuhia na masharti yake. Bila shaka tutakuwa tumeelewana, hata kama tumejaribu kuyafinya finya, lakini bila shaka tutakuwa tumeelewana insha Allahu taala. Tuko pamoja? Haya, tunaendelea. Udhuhia tumemaliza. Jana tulisoma wasiyamu min afdali al-a'mali as-salihati fayustahabbu lahu an yukthira min as-siyami fi hadhihi al-ayyami wa khasatan yawm arafata fafihi thawabun 'adhimun kama sayati qariban, kama itakapokuja ufafanuzi wake muda si mrefu, yani katika sehemu yake ya Arafa ambayo ni darasa inayofuata. Wa fi siyami al-mutlaq, Sheikh anasema, na katika funga ya moja kwa moja, yani katika hadithi zilizokuja kuelezea funga ya moja kwa moja isiyokuwa na siku maalum kama siku ya Arafa au siku ya Ashura au siku ya Jumatatu na Alhamisi, hizi ni siku maalum. Sasa kuna funga za itlaq, kwa moja kwa moja, funga za moja kwa moja. Jaa at-targhibu fihi, limekuja himizo. Jaa at-targhibu, limekuja himizo. At-targhibu ay al-hathu, limekuja himizo katika funga hizo, yani funga
kwa itlaq, funga za moja kwa moja ambazo hazijafungwa na siku maalum. Jaa at-targhibu fihi kathiran, imekuja himizo katika funga hizo kwa wingi, yani zimekuja hadithi nyingi zikihimiza ibada ya kufunga, kwamba mtu afunge sunna. Zimekuja hadithi nyingi. Wa min dhalika, na katika hadithi hizo, ma rawahu an-Nasai, ni hadithi aliyoitoa Imam an-Nasai wa ghairuhu, na wengineo katika wanachuoni wa hadithi, an Abi Umamata, kutoka hadithi kutoka kwa Abi Umama al-Bahili, an Abi Umamata al-Bahili, ambaye ni sahaba huyu radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, anasema huyu sahaba, qultu ya Rasulullah, nilisema siku moja kumwambia Mtume, ewe mjumbe wa Allah, dullani ala amali, ay akhbirni, dullani ay akhbirni warshudni, na kuomba unijulishe ewe mjumbe wa Allah, ala amali, amali ambayo, nifundishe, nijulishe ewe Mtume, amali ambayo, ibada ambayo, adkhulu bihi aljannata, nitakapoifanya itakuwa ni sababu ya mimi kuingia janna. Na kuomba ewe Mtume unijulishe amali ambayo nitaingia peponi kwayo, adkhulu aljannata bihi, au adkhulu bihi aljannata, nitaingia peponi kwa amali hiyo, kwa maana nitakapoifanya ibada hiyo itakuwa ni sababu mimi kuingia janna, kuingia peponi. Qala, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, alaika bisawmi, ni juu yako wewe kufunga. Alaika bisawmi, jilazimishe na ibada ya funga. Hii ni funga kwa itlaq, yani haikufunga kwamba ni funga ya Ramadhani au funga ya Jumatatu, funga ya Alhamisi, funga ya ashri Dhulhijja, funga ya Ashura, yani wewe funga tu tayari, kwa zikiwemo hizi tulizozitaja na nyinginezo. Alaika bisawmi, ni juu yako kujilazimisha na kufunga. La mithla lahu, ay fa innahu la mithla lahu, kwani hakuna ibada yenye malipo makubwa kama ibada ya funga. La mithla lahu, ay fa innahu la mithla lahu, hakuna ibada yenye ujira mkubwa kama ibada ya funga. Ay la yujadu amalun au ibadatun tumathilu as-sawma fi al-ajri al-azim, hakuna ibada ambayo inalingana na kufanana na funga katika malipo, kwa maana ibada ya funga ina malipo mazito, malipo yake ni makubwa, kama tulivyoona katika darasa za Ramadhani. Allah tabaraka wa taala aliposema saumu ni ya kwangu mimi na mimi ndo ninalipa. Hii inaonyesha uzito wa ibada ya funga, kwa sababu ni ibada ya siri. Mtu anaweza kala akaja akatuambia amefunga, sisi tunamhukumu amefunga, lakini Allah anajua huyu hajafunga. Kwa kitendo cha mja kujizuia kwa siri asile, akajizuia na muharramati kwa sababu amefunga, ibada hii lazima iwe na malipo makubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hadithi hii inahimiza fihi targhibu ala ikthar min as-siyam. Katika faida zinazopatikana katika hadithi hii ni himizo la kutuhimiza kukithirisha kufunga sunna, kukithirisha kufunga sunna. Kiwezesha kufunga siku ya Jumatatu funga, Alhamisi funga, masiku meupe yale funga, tarehe 13, 14, 15, masiku meupe. Jalia katika maisha yako wewe ni kufunga, kama Allah amekuwafikisha hivyo,
basi upo katika kheri kubwa sana. Kadhalika funga hizi za Dhulhijja jitahidi kukithirisha, usiache kufunga siku ya Arafa, na inakuja Muharram, siku ya Ashura isikupite kufunga. Kadhalika Allah tabaraka wa taala akikuwafikisha kuwa wewe wafunga leo, kesho unakula, zote hizi ni funga, ni ibada za funga ambayo inaitwa funga ya Daud. Funga ya Daud ndio funga nzito, yaani unajalia katika maisha yako wewe unafunga leo, kesho unafungulia, kesho kutu unafunga, siku inayofuata unafungulia, wahakadha. Ndio maisha yako hivyo hivyo mpaka unaingia kaburini. Kwa kila mmoja angalie wepesi wake. Hizi zote ni ibada za sunna, sio wajibu. Hizi zote ni ibada za sunna. Kwa kila mmoja angalie ule wepesi wake wa kukimbilia kheri, basi afanye lile ambalo liko katika uwezo wake. Kama wewe uwezo wako ni kufunga Jumatatu na Alhamisi, basi dumu na hizo. Kama wewe uwezo wako ni Jumatatu na Alhamisi na unaweza pia kufunga masiku meupe kila mwezi, dumu na hizo, na hiyo ni kheri kubwa sana. Allah tuthibitishe katika ibada. Kisha akasema Sheikh hafidhahullah, wa min al-a'mali as-salihati, na miongoni mwa matendo mema pia ambayo yanatakiwa yakithirishwe kufanyika katika kumi hili la Dhulhijja, at-takbiru, ni kukithirisha kuleta takbira. Fayustahabbu at-takbiru wat-tahmidu wat-tahlilu wat-tasbihu ayyam al-ashri. Sheikh anasema fayustahabbu, inapendeza, at-takbiru, kuleta takbira, wat-tahmidu, na tahmid, wat-tahlil, na tahlil, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Hii dhikri unakuwa umekusanya zote, umekusanya takbira na tahlil na tahmid pamoja na tahlil. Kadhalika kukithirisha kuleta tasbih, subhanallah, kumsabihi Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo inapendeza kukithirisha hizi dhikri ayyam al-ashri, masiku haya yote ya kumi la kwanza la Dhulhijja. Wa idhaharu dhalika fi al-masajidi wal manazili, na inapendeza kudhihirisha, kwa maana idhaharu dhalika bisauti, yani rafu sauti, inapendeza kudhihirisha sauti kwa hizo dhikiri, na hii ni hasa kwa wanaume. Kudhihirisha sauti kwa dhikiri inawahusu wanaume na sio wanawake. Wanawake wataleta kwa sauti za chini, ama wanaume ndio ambao wanaambiwa wapaze sauti zao kwa hizi dhikiri. Tulete takbira kwa wingi, fil masajidi, misikitini, wal manazili, na majumbani, waturuqati, na njiani. Waturuqati ni jamu ya tariq, jamu ya tariqa, ni wingi wa njia. Kwa hiyo natakiwa watu kukithirisha takbira, tahlil na tahmid na tasbih misikitini, majumbani mwetu, kadhalika na njiani, tunapokuja misikitini, tunapotoka majumbani, tunaenda masokoni, tunaenda kazini, tunainua sauti zetu kwa kufanya dhikiri hizi, la Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Kila mmoja kivyake, na sio kusubiri imamu anzishe,
kila mmoja kivyake, baada ya swala na nje ya swala, kuzileta hizi adhkari. Qala Allahu ta'ala, anasema Allah mtukufu, liyashhadu manafi'a lahum, ili washuhudie manufaa yao, wayadhkuru isma Allahi fi ayamin ma'lumatin, na ili wapate kulitaja jina la Allah katika masiku maalum. Wayadhkuru isma Allahi, na walitaje jina la Allah bismillahi fi ayamin ma'lumatin, katika masiku maalum, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, wakati wanachinja wale wanyama aliowaruzuku Allah tabaraka wa taala. Ala ma razaqahum, kwa vile alivyowaruzuku Allah tabaraka wa taala, min bahimatil an'ami, katika wanyama. Aya hii ni kipande, ni sehemu ya aya. Sheikh ameweka nusu ya aya. Mwanzo wa aya ni pale aliposema Allah tabaraka wa taala kumwambia Ibrahim alayhi salam, waadhin fi nnasi bilhajj, waadhin fi nnasi bilhajj, watangazie watu ibada ya haji kuwa ni wajibu kwa wao, waje watekeleze ibada ya haji. Yatuka rijalan, watakujia wakiwa wanatembea, watakujia wakiwa katika hali tofauti tofauti. Wengine watakuja wakiwa wanatembea kwa miguu yao, wa ala kulli dhamirin, na wengine watakuja wakiwa juu ya vipando, wanyama waliokondeana kwa sababu ya uchovu wa safari. Yatina min kulli fajjin amiq, watakuja kutoka katika pande mbalimbali za dunia. Liyashhadu manafi'a lahum, ndio inaendelea hapa. Wanakuja Maka kutekeleza ibada ya haji, katika masalihi wanaoyapata katika ibada ya haji. Liyashhadu manafi'a lahum, ili wapate kushuhudia manufaa yao. Na wanasema wanachuoni wa tafsiri kwamba manufaa yao wanayoshuhudia, manafi'a ad-dunyawiyya na manafi'a al-ukhrawiyya, manufaa ya kidini na manufaa ya kidunia mahujaji wanayapata. Manufaa ya kidini ni vile kutekeleza ibada ya haji, tekeleza ibada ya umra na kumtaja Allah kwa wingi na kusamehewa madhambi yao. Hii ni manafi ad-diniya al-ukhrawiyya. Lakini kuna manafi pia wanayapata mahujaji ya kidunia. Mahujaji wakishamaliza ibada ya haji au kabla haijaanza ibada ya haji, wanapokuwa pale Makka, wanafanya shopping wanafanya shopping, kila mmoja kulingana na wasaa wake wa pesa. Tayari kuna wengine wanakwenda ni wafanyabiashara, wananunua kabisa mzigo, wanafungasha kabisa, wanafunga mzigo wa biashara, kama ni nguo, kama ni viatu, kama ni vyombo, kama ni nini, anafunga kabisa mzigo, ana package, anasubiri safari. Amekwenda haji, lakini amepata nani na mzigo wa biashara, na analeta dukani kwake. Hizi ni manafi za nini? Za kidunia. Na wengine sio wafanya biashara, lakini anapata kununua zawadi, anawaletea watu wake, na anawaletea watu wake ima nyumbani kwake au Waislamu hadia, analetea zawadi na mengineyo. Yeye mwenyewe mtu kununua kwa ajili ya kujinunulia nafsi yake, ananunua mavazi na vinginevyo. Wengine wanunua dhahabu, wenye pesa wanunua dhahabu. Hayo yote ni katika manafi ya kidunia, masalih ambayo mahujaji wanayapata. Kwa siju kamaona haji amerudi na mzigo wa biashara, ukaanza kumcheka, shekhe, wewe umeenda kuhiji, umeenda kufanya shopping. La, kwenye ibada ya haji, kwenye safari ya kwenda haji, kuna manufaa ya kidini na kuna manufaa ya kidunia. Kwa hiyo kufanya biashara, kununua bidhaa kwa ajili ya kuja kuuza, ni jambo ambalo jaiz, ni jambo ambalo linafaa, wala halina ishkali yoyote. Tumeelewana hapo?
Haya ndio manufaa anayosema Allah tabaraka wa taala. Tayeb, anasema Sheikh, wa jumhurul mufassirin, na jamhuri ya wanachuoni wa tafsiri, ala anna al-ayyam al-ma'lumati, wametafsiri ya kwamba masiku maalum. Ala anna al-ayyam al-ma'lumati, wametafsiri ya kwamba masiku maalum yaliyokusudiwa hapa katika maneno ya Allah, fi ayyamin ma'lumati, kwamba walitaja jina la Allah katika masiku maalum. Walitaja jina la Allah katika masiku maalum. Hiya ayyamul ashri min dhilhijja, ni masiku 10 ya Dhulhijja, ni masiku 10 ya Dhulhijja. Haya ndio masiku maalum. Watu wanakuwa ni wenye kumtaja Allah tabaraka wa taala na kulitaja jina la Allah kwa wingi, na hasa hasa siku ile ya 10 watu wanakuwa ni wenye kulitaja jina la Allah, bismillahi Allahu akbar, kwa kuchinja wanyama wale, bismillahi Allahu akbar. Waqad marra maana qawluhu sallallahu alayhi wasallam, na imekwisha tangulia kutajwa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Imekwisha pita hapo nyuma kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, fa akthiru fihinna, kithirisheni katika hayo masiku 10 ya Dhulhijja, min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmidi, kithirisheni kuleta dhikri hizo. Wat-takbiru fi hadha az-zamani, Sheikh anasema, na takbira, yani kuleta dhikri hizi, fi hadha az-zaman, katika zama hizi tulizo nazo, swara min as-sunani al-mahjurati, zimekuwa ni katika sunna zilizohamwa. Yani kuleta hizi adhkari katika haya masiku ya 10 min Dhulhijja imekuwa ni katika sunna zilizohamwa. Na kweli nakuta watu tumeghafilika na kuleta takbir, lakini toka siku ya mwanzo unaandama mwandamo wa Dhulhijja, hiki chote ni kipindi cha kuleta hizi adhkari. Na itakuja siku ambayo zitakuwa takbiru ambayo zimewekewa muda maalum, takbiru muqayyad na takbiru mutlaq. Sasa hizi ambazo tunafanya hizi ni mutlaq, ambayo inatakiwa watu kukithirisha kuzifanya katika haya masiku, ni takbiru al-mutlaq. Na itakuja takbiru muqayyad ambazo ni baada ya Idi, baada ya Idi, ambazo zitaendelea, zinaletwa kila baada ya swala ya fardhi, zinaletwa kila baada ya swala ya fardhi mpaka siku ile ya mwisho ya ayamu tashriq, ile alasiri ya siku ya 13, takbira za baada ya swala ndio zinakatika pale. Ama hizi Sheikh anasema ni katika sunna zilizohamwa. Fayambaghi aljahru bihi, inatakiwa Waislamu kudhihirisha kwa hizi, yani kudhihirisha sauti kwa hizi adhkari, wala siyama fi awwal al-ashr, hasa hasa mwanzoni mwa 10 hili la Dhulhijja. La siyama ay khasatan, hasa hasa fi awwal al-ashr, mwanzoni kabisa mwa 10 hili la Dhulhijja. Waqad thabata an as-salafi, na imethibiti kutoka kwa wema waliotangulia, yani thabata al-jahru bit-takbiri, imethibiti kudhihirisha takbira, wat-tahmidi wat-tahlil, imethibiti hilo kwa masalafi wema waliotangulia. Wa minhum, na katika hao ambao imethibiti kwa wao kwamba walikuwa wakidhihirisha sauti zao kwa takbira na tahlili na tahmid, Abdullah ibn Umara
ibn al-Khattabi, Abdullah ibn Umar ibn al-Khattabi wa Abu Hurairata radhiyallahu ta'ala anhum. Na Abu Huraira, hawa masahaba wawili imethibiti kwa wao kwamba walikuwa wakidhihirisha sauti zao kwa kuleta takbira katika haya masiku ya Dhulhijja. Fa fi alhadith, imekuja katika hadithi annahuma, ni kwamba hawa masahaba wawili kana yakhrujani ila suqi, walikuwa wakitoka wakienda sokoni. Yakhrujani, wakitoka majumbani mwao, ila suqi, wakienda sokoni. Ayyam al-ashri, katika 10 au katika masiku ya 10 la Dhulhijja. Yukabbirani, wakienda sokoni ni wakileta takbira. Yukabbirani, wakileta takbira. Wa yukabbiru an-nasu bitakbirihima, na watu nao wanaleta takbira kuwafuatisha wao. Wa yukabbiru an-nasu, na watu nao wanaleta takbira bitakbirihima, kwa kuwaiga takbira zao. Kwa maana Abdullah ibn Umar kadhalika Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhum walikuwa wakienda sokoni kudhihirisha hii alama shaira, wakileta takbira na tahlil na tahmid, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd, wakipaza sauti zao sokoni. Kisha Waislamu wakisikia nao wanaunga sawa, wanawafuatisha hawa masahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Kwa ni jambo ambalo linafaa kisheria, wala ba'sa fi dhalika. Tayeb, idhan hadithi hii ameitoa Imam al-Bukhari katika Sahih al-Bukhari. Ni athari hii ya masahaba hawa radhiyallahu ta'ala anhum waliokuwa wakidhihirisha takbira katika masiku haya ya Dhulhijja, masokoni na sehemu nyinginezo. Kwa hiyo tuhuyishe sunna hii, tuhuyishe sunna hii tunapokuwa misikitini na tunapokuwa majumbani na masokoni, dukani kwetu, kazini kwetu, tulete adhkari hizi insha Allah taala. ومن الأعمال الصالحة التي ينبغي الإكثار منها في هذه الأيام، شيخنا سمع نميونغوني ومتندو ميما. ومن الأعمال الصالحة نميونغوني ومتندو ميما التي ينبغي الإكثار منها، ambayo inatakiwa na inapendeza. Yambaghi ay yustahabbu, inapendeza kuyakithirisha matendo hayo fi hadhihi al-ayami, katika masiku haya ya Dhulhijja. Tilawatul Qur'anil Karim, tilawatul Qur'an ni kuisoma Qur'ani, yani bitadabbur, kuisoma Qur'ani kwa mazingatio na sio tu kusoma kama kasuku, kuisoma Qur'ani kwa mazingatio. Wa qira'atu kutubi sunnati, na kusoma vitabu vya hadithi. Kutubi sunna ay kutubi alhadith. Wa qira'atu, kadhalika kukithirisha kusoma kutubi sunna ay kutubi alhadithi, kusoma vitabu vya hadithi. Wa ulumihi, na elimu zake, yani kutubu alhadithi wa ulumihi, kusoma vitabu vya hadithi na elimu za hadithi kama mustalahu alhadithi. Kadhalika Sheikh anasema kusoma vitabu vya hadithi, kadhalika na vitabu vingine, kusoma vitabu
kufanya murajaa na mudhakara katika kutubul fiqhi, vitabu vya fiqhi, kadhalika kutubul aqida, vitabu vya aqida, kadhalika kutubu siyari wal akhlaq, kupitia pia vitabu vya sira na kujua na kuangalia mienendo na tabia njema za wema waliotangulia. Hii pia ni katika jambo ambalo lenye kupendeza Waislamu kulifanya, na hili linahusu tulabul ilmi, jambo la kusoma Qur'ani sana sana tulabul ilmi. Lakini pia hii kusoma Qur'ani hata waumini wanasoma sana, bali wako waumini wanasoma Qur'ani kushinda hata talabatul ilmi. Wako tulabul ilmi wamehifadhi Qur'ani, lakini masakini hawasomi Qur'ani. Wengine kutwa nzima unakuta hajasoma Qur'ani, mushkila, a'udhu billah. Lakini unakuta waislamu wa kawaida wanasoma Qur'ani juzu 2 3 kwa siku, wallah khairi kubwa sana. Lakini kusoma vitabu, hii sasa inamhusu mwanafunzi, inahusu wanafunzi na mashekhe na kila anayejishughulisha na elimu, ndio atajishughulisha kusoma vitabu vya kielimu. Wataubatu an-nasuhu, kadhalika katika amali njema ni kutubia toba ya kweli. Wataubatu an-nasuhu, na kuleta toba ya kweli pia ni katika amali saliha. Wataubatu an-nasuh hiya at-taubatu as-sadiqatu al-khalisa. Tauba nasuh ni ile toba ya kweli ambayo ina ikhlas ndani yake. Toba ya kweli sio kwa ya uongo, na toba ambayo ina ikhlas, unafanya kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, na sio unatubia kwamba watu wakuone umetubia. Astaghfirullah wa atubu ilayhi, watu wamekuona wamekusikia, lakini ndani ya moyo wako unasema bado mimi sijamaliza bado. Hii sio taubatan nasuh. Taubatun nasuh ni ile ambayo ni ya kweli, lakini pia iwe na ikhlas, na ikhlas ni hapa moyoni hapa, na sio kama walivyokuwa wakitafsiri baadhi ya watu kwamba taubatan nasuhu katika maneno ya Allah tabaraka wa taala, ya ayuha alladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuhan, enyi waumini tubieni kwa Allah taubatan nasuha, mfano wa toba ya nasuha. Wakatafsiri nasuha kuwa ni jina la mtu, wakatafsiri kuwa nasuha ni jina la mtu. Kwa tubieni kwa Allah taubatan nasuhan, yani kama vile toba aliyotubia bwana Nasuha. A'udhu billah. Na ni katika madhara ya kutafsiri Qur'ani bighairi ilmin, pasina elimu. Kutafsiri Qur'ani kwa kusikia tu, umesikia na hujasoma kwa shekhi, huna mwongozo katika masala hiyo, unatafsiri. Ndio mpaka nafikia hatua mtu anatafsiri taubatan nasuha, toba mfano wa toba ya Nasuha, wakati nasuha ni hali kwamba tubieni toba ya kweli. Na huyu Nasuha katika kisa chake ambao walikuwa na tafsiri hivyo kwamba ni Nasuha ni bwana mmoja alikuwa alizini na mke wa mtu, alizini na mke wa mtu, tena mtu mwenyewe ni jirani yake. Wewe jirani yako umesafiri ukamwacha mke wako, mwambia jirani yako, bwana mimi ninasafiri, hebu nitazamie familia yangu. Inshallah shekhe, safari njema. Halafu jirani yako anatembea na mke wako. Baada ya kutembea na mke wake, yule bwana akarudi safari yake. Hiki ni kisa cha uongo, ndio hii Nasuha na watafsiria ili mpate kujua, sawa? Baada ya yule bwana kurudi safari yake, yule aliyeziniwa mke wake ashafika. Sasa yule aliyefanya lile kosa akawa anajutia kwa lile kosa alilofanya. Akimtazama jirani yake, nafsi haimpi, anahisi kama ameshatubia, lakini bado hajatubia, toba haijakubalika. Sasa ili toba ikubalike, inabidi akamwambia yule bwana kwamba bwana, mimi nilizini na mke wako, kwa hiyo nifanye chochote.
lakini hakwenda hivyo hivyo, ikabidi akusanya, akachukua mapanga, mashoka, mikuki, misui nini, kullu shay, kila zana akakusanya, akaenda navyo begani kwa yule bwana. Akamwambia, bwana, wakati umesafiri nilitembea na mke wako Sheikh, mimi nasema kwa ajili ya Allah, kwa hivyo nimeona yani nimetubia, lakini na hizi sijatubia. Kwa naomba katika hizi zana hizi, ima utumie zote kunipiga nazo au uchague mojawapo unipige nacho, yani ili uoneshe kwamba umeniridhia kwa kile kitendo nilichokifanya na hauna kinyongo na mimi, ili nihisi kwamba sintokuwa na kinyongo kwa Allah tabaraka, sintokuwa na shida kwa Allah tabaraka wa taala. Kama unaniua nipige kwa mapanga, uniue kabisa, nifie hapa hapa. Hii ndio mwisho wangu, kwamba hiki ndio kisa cha nani, cha Nasuha. Yule bwana alipofika akaona kwamba huyu mtu mpaka anafikia hatua analeta mapanga na kadha, huyu maana yake hajakusudia kufanya, huyu alikosea tu, shetani tu alimpitia. Kwa akamsamehe, ambia nimekusamehe na madhambi yako tayari yashafutiwa. Huyu ndio toba ya nani? Toba ya Nasuha. Hiki ni kisa cha uongo, sio sahihi. Sawa, ukimsikia shehe yoyote anatafsiri aya hii kwa hiki kisa na anatabikisha hivi kwamba na hii ndio maana halisi ya aya hii, ujue huyo ni muongo, na kama umekaa mbele yake nyanyuka, ondoka. Sawa, huyo anapotosha umma. Bali taubatan nasuh, toba ya kweli ambayo imekamilika masharti yake, toba ya kweli ambayo imekamilika masharti yake. Tayib, kadhalika katika matendo mema wa salawatu at-tatawwu'i, na kukithirisha al-iktharu minan nawafil, kukithirisha kuswali sala za sunna ni katika matendo mema ambayo yatakuwa tuyakithirishe katika masiku haya. Wa ghairuha min al-a'mali, na mengineyo katika matendo mema ambayo inapendeza al-iktharu anha au al-iktharu minha, kukithirisha kuyafanya. Wa ghairuha min al-a'mali waliyahris al-muslimu, na inatakiwa apupie Muislamu ala mawasimi al-khairi, juu ya kunufaika na misimu ya khairi. Waliyahris al-muslimu, inatakiwa Muislamu apupie ala mawasimi al-khairi, yani ala iqtinami mawasimi al-khairi wal barakat, apupie Muislamu kustafidi na kunufaika na misimu ya khairi na baraka. Waliyuqaddima linafsihi amalan salihan, na afanye kuifanyia nafsi yake matendo mema. Yajiduhu fi hasanatihi, matendo ambayo atakuja kuyakuta katika mizani ya mema yake siku ya Kiyama. Natakiwa Muislamu, Sheikh amemaliza mlango huu kwa nasaha kwa Muislamu, kila Muislamu awe ni mwenye kupupia kutumia vyema misimu hii ya kheri na baraka, kama haya masiku 10 ya Dhulhijja, tuyatumie vyema kwa kuyafanya matendo mema ambayo tunajifanyia wenyewe nafsi zetu. Haya matendo mema tuyafanye kwa ajili ya nafsi zetu, na tuyafanye tukitaraji malipo yake tutayapata kwa Allah tabaraka wa taala siku ya Kiyama, fi mizani hasanatina, katika mizani ya mema yetu. Wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa a'zama ajra. Tujitahidi sana Waislamu kukithirisha kufanya matendo mema katika haya masiku 10 ya Dhulhijja. Insha Allah leo tutabakia hapo, na darasa ya Arafa tuanza nayo Jumamosi insha Allah taala. Kesho atakuja Sheikh Abu Hisani, atakuja kufunga darasa yake. Jumamosi tutaendelea na darasa ya Arafa insha Allah taala.
katika mukhtasari wa haya matendo mema yanayofanyika katika hili 10 la kwanza la Dhulhijja, mukhtasari wake, jambo la kwanza ni ibada ya haji. Jambo la pili, dhabhul udhuhiyya, kuchinja udhuhiyya. Jambo la tatu, asiyamu li ghairi alhaji, kufunga kwa mtu asiyekuwa haji, kufunga katika haya masiku 10. Haya ni katika a'malu salih ambayo yanafanyika katika masiku haya. Tumeyasoma yote, ile hapa tunayataja kwa ikhtisar. Ibada ya haji 1, dhabhul udhuhiyya 2, kufunga 3, at-takbiru 4, kukithirisha kuleta takbira na tahmid na tahlil. Al-iktharu min tilawati al-Qur'ani 5, kukithirisha kusoma Qur'ani. Al-iktharu min an-nawafil, kukithirisha kuswali swala za sunna 6. Badhlu sadaqati, kukithirisha kutoa sadaka 7. wa ghayruha min al-a'mal, na mengine mengi ambayo hatujayataja. Silatul arham, kuunga udugu, ambalo tulitolea maelezo katika darasa ya jana. Walillahi alhamd. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.